Karibu sana katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Nkin, Charles, Abel, Judith na Molandi Wilbert, tukiwa katika kurasa za mwisho. Na leo hii basi tupo katika wiki ya moto kama ambavyo gazeti la Mwana Sports linavyojinadi hivyo, wiki ya moto. Weekend ya moto, kumradhi. Weekend ya moto kwa maana kwamba kuna michezo mingi sana kati ya leo na kesho, kuanzia jana kuanzia jana kidogo, alafu leo na kesho, ambapo inaitwa weekend ya moto, si tu kwa Afrika, si tu kwa Tanzania, bali hata katika mataifa makubwa, katika ligi kubwa. Leo hii kukiwa kuna mechi nyingi sana. Karibuni sana jamani katika weekend hii ya moto. Mechi gani ambayo ya haraka haraka ambayo unadhani kwamba ni ya moto? Tukianza na Nkini, tukiwa tunakunywa chai. Rayo Sports na Singida. Rayo Sports na Singida. Kwangu ndo mechi bora zaidi ambayo natamani kuiangalia. Mechi bora. Abel? Rayo na wewe ni Singida na Rayo. Mbona kama mnaigana? Judith? Mimi kwangu hata mechi ya Simba bado ni ya moto. Amna. Yaani sio kwamba wasicheze wakijiaminisha kwamba tayari njia ya kusonga mbele ni rahisi. Bado kuna kibarua kigumu kidogo. Okay. Molandi? Mimi naungana na Judy. Kama mechi naamini mechi ya Gaborone na Simba mechi itakuwa ni ngumu. Kwa sababu ya nafikiri changing ya technical bench na nafikiri ndio likawa sababu vile vile. Mimi sijui nimalizie. Malizia. Kuna mimi sijui nichukue kura turufu na vingine. Mimi kwanza ni jana. Afu leo namalizia. Kwa maana kwamba jana ile mechi ya KMKM ambayo inabidi tuwapongeze kwanza. Tuwapongeze. KMKM. Kwa hiyo KMKM wanamsubiri mshindi kati ya Azam na Al-Merreikh Bentui. Ambao ni leo. Mechi yao ni leo. Kesho. Kesho? Mechi yao kesho. Kesho. Leo ni Singida leo. Kwa hiyo naifuatilia hiyo mechi, bado naifuatilia mechi ya Azam. Kwa sababu nafuatilia mechi ya Azam. Mimi hapana ifuatilia. Nimeanza tu jana. Kuna uhakika kwamba Azam wakifuzu, timu moja ya Tanzania imeshaenda hatua ya makundi. Ndio namaanisha. Unaona sasa maana yake ndio maana yangu hapo. Upo. Sasa hiyo sio ya moto. Hiyo sio ya moto. Ni weekend ya moto. Nakwambia nimeanzia jana, nafuatilia mambo yangu. Na yeye kwake hukumwingilia. Ndoto zake siku zingine. Hicho inakuja kwenye tafsiri. Lakini ndoto nyingine zinakuja na kuingia. Leo ni Manchester United Chelsea, unaweza ukaamini. Alafu unaweza ukaamini Liverpool na hii Liverpool ya lini? Liverpool ni leo na wanacheza. Liverpool na Manchester City. Kwa weekend ya moto. Weekend ya moto. Alafu sio hivyo tu. Ukienda pia kuna mechi ya ligi hapo. Mimi ndo nakwambia sasa unaona Dodoma Jiji na Coast. Mechi tamu hiyo. Mechi tamu ambayo inafanyika Jamhuri. Kwa leo kiwalisia leo. Kwenye channel za Azam ukikawe ni hivi tu. Unabonyeza tu. Huku kukiwa mapumziko unasikiza uchambuzi kidogo. Unaambia pande mwingine. Naambia ngapi? Kimaliza hapo usiku unaingia kwenye saa La Liga. 6 usiku. Usiku La Liga bado. La Liga. Kula moto wa La Liga. Mpaka saa 7 hivi. Kwa leo kisingizio leo remote. Leo kuna visingizio vya aina mbili. Leo kuna mmoja anajidai kwamba leo niko nje na angalia mechi. Kuna mwamba anasemaga anaenda kuchambua mechi zote Azam. Ile chazi mpaka ziishe zote tunarudi nyumbani, anasema ndo zimeisha, ndo alikuwa anachambua zote mpaka Bundesliga anachambua. Toka mchana. Tunajuana. Haya bwana. Kwa hiyo sasa gazeti la Mwana Sports limeweka bayana kabisa
mechi zikiwa ni muhimu kwa maana kwamba haijalishi mechi za kwanza ambazo zimechezwa, na mechi hizi za CAF, Yanga, Simba, Azam, Singida tutawaletea moja kwa moja hapo. Lakini pia kuna leo hii kuna mechi ambazo CAF pia tumezipata. Kwa mfano Nairobi City wanacheza leo hii na ya Kenya, wanacheza na NEC Uganda. Okay. Mechi ya kwanza walishinda Nairobi 2-2, walitoka sare 2-2 Kampala ya. Lakini leo kuna Mlandege pia anacheza leo. Mlandege anacheza leo na Insurance. Na pia kuna mechi nyingine ambayo ni nzuri ya Kenya ambayo ni Police Kenya anacheza na kesho, nafikiri anacheza Police Kenya katika mechi muhimu kabisa. Na tayari Usisahau Yanga. Usisahau Yanga. Yanga ndio nakwambia wapo. Nakwambia yani hizo ni nyinginezo. Yaani kwenye mechi zako ambazo unazifuatilia sana Yanga hujasema. Sasa si babu, unataka kuniingilia kwenye ndoto zangu. Ndoto zangu mimi ni huko. Umemwona huyu jamaa anataka kuingia kwenye ndoto zangu. Mimi ndoto zangu niko huko. Yanga ufuatilie. Niko kwenye nataka kuiona Azam inafanyaje. Inaenda kucheza na KMKM. Matokeo yani nataka Azam ashinde ili acheze na KMKM. Alafu mbele ya safari tuangalie anaingia tayari tuanze kuhesabu. Okay. Tuanze kuhesabu, lakini kuhakikishie kama Azam watakutana na KMKM itakuwa bonge moja la mechi. Mechi itakuwa bora sana. Kwa nini umenihakikishia? Kuna kitu umekiona? Jinsi ambavyo KMKM wanacheza, jinsi ambavyo Yanga wanacheza. KMKM wamebadilika sana. KMKM. Alafu si ni KMKM hii ambayo tunaionaga kwenye Mapinduzi. Hiyo, lakini wana timu sasa. Wanafanya mabadiliko, wamefanya usajili mzuri. Yaani wana timu kweli, timu. Kocha ame msimu. Wana timu, yani timu yao inacheza vizuri. Kwa hiyo itakuwa ni mechi, yani na mimi naitamani na mimi hiyo mechi yako. Ingawa kwangu sio ile ya moto. Ni ya moto. Lakini mimi naitamani hiyo mechi yako. Na mimi kwa nini unajua mechi na itakuwa sio mechi rahisi? Yani wanajuana. Timu za Zanzibar zinavokutana na timu za bara ndio finali zao yani. Lakini pia kuna mchanganyo wa wachezaji ndani yake. Hapo nafikiri kuna kitu kule, unajua sasa hivi Zanzibar na hapo sasa hivi kuna goli la president. Hapo Philip, unajua kuna kitu ambao ni shilingi milioni 5. Kama huko. Kuna goli la president na huko kuna. Yaani kuna wachezaji kwa hisia ambao nafahamu mpaka sasa hivi ambao wamecheza ligi kuu ya Tanzania mpaka sasa hivi. Yaani asilimia kubwa ya wachezaji sasa hivi wako Zanzibar. Wapo KMKM, wako Mlandege. Yaani basi timu nyingi sana wapo KVZ. Wengi sana wametoka Dar es Salaam huko kule wakicheza mpira kule. Na wana performance kubwa, ni nzuri, wako vizuri. Unaweza akasema kwamba kwa wanapokutana, of course wachezaji wamecheza ligi ya Tanzania, sasa hivi wako kule KMKM, afa wanakutana kwenye mechi ya Azam. Sidhani kama itakuwa mechi ndogo, itakuwa mechi kubwa sana. Okay. Haya, lakini labda kwa haraka wakati tukiweka mambo sawa. Ligi imeanza. Anayeongoza sasa hivi katika gazeti la Mwana Sports, anayeongoza ligi kwa sasa ni JKT Tanzania pointi 4. Kwanza nikukatishe tu hapo. JKT Tanzania bwana, kule mtaani kwetu na jirani na kambi yao, ukipita kwenye miti ile barabarani wamebandika misimamo. Sijakuelewa. Yaani huo msimamo wa ligi ule uko hapo. Ukipita kwenye miti kule jirani na kambini kwao, wamebandika misimamo kwa zile nguzo za umeme. Wanaongoza. Wanakuambia kabisa huu ndo msimamo wa ligi. Ukiona mwingine nenda karipoti polisi. Wameongoza zaidi ya saa 72 wanaongoza ligi sasa hivi. Kwa labda leo ndo wanaweza wakashuka hapo. Lakini hapo wakati JKT wanaongoza, ina maana wameshinda mechi moja, wametoka sare moja kati ya mechi mbili. Wana pointi 4. Ni kweli. Dodoma na ngapi? Dodoma moja. Anatoka sare mechi yake moja. Na Costi alishinda moja akapoteza moja. Sababu Costi alipopoteza na JKT ndio JKT akapanda kileleni. Akaanza kutamba na msimamo wake. Unaangalia leo kama watabadilisha katika zile saa 72 za Nkini. Hapa Costi anaweza kubadilisha. Sidhani. Sidhani.
naona kama Dodoma anaweza akafufuka leo. Akiwa nyumbani. Naona kama Dodoma anaweza akafufuka leo. Yaani Costiana mechi rahisi leo of course. Ukiponsema ukifuatilia huo msimamo wa ligi, ukiacha hizo timu ambazo zimecheza mechi moja moja, zile ambazo zimecheza mechi mbili hakuna timu hata moja imeshinda mechi zote mbili. Yaani ni sare, angalau sare na kushinda mechi moja. Ni kweli. Au kushinda moja tu. Ni kweli. Yaani ambao hawajashinda michezo miwili na mmoja tayari ni kama ifuatavyo. TRA hawajashinda hata mechi moja. TRA jamani. Haya. Dodoma hawajashinda mechi hata moja. Jamani. Pamba Jiji hawajashinda mechi hata moja, wamecheza mbili, hata sare jamani. Mtibwa Sugar wamecheza mechi moja. Hawajashinda hata hiyo moja mechi ya Pamba walitoka sare bwana. Pamba walitoka sare na Namungo. Pamba na Namungo mechi yake ilikuwa mechi ya kwanza walicheza Majaliwa walitoka sare moja moja. Yes. Yaani hapa nataka kuangalia mshindi. Win utakuwa asilimia moja. Hamna asilimia 100 hata moja. Hamna asilimia 100. Asilimia 100 labda yule ambaye amecheza mechi moja kama Yanga, Singida, Azam na Simba. JKT yupo. Mechi moja mechi. Si ameshinda moja, ametoka sare moja kwenye hizo zake mbili, hana asilimia 100 hapa. Prison huyo na asilimia 100 ya kufungwa. Fountain Gate naye ana asilimia 100 ya kufungwa. Yaani Prison na Fountain Gate zinahitaji maombi. Sema zinaendelea zilipoishia. Kule kulikuwa ni msimu uliopita ulikuwa ni amna, yani kama vile amna. Mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo msimu wa mwisho ni afadhali hata na ile timu ya huyu jamaa sasa hivi. Sasa timu ya jamaa sio kufananisha. Sasa timu ambayo kuifananisha na timu ya jamaa wewe na niliu. Labda kwa sasa hivi labda hiyo Fountain Gate nafikiri. Fountain Gate jinsi ilivyo situation jinsi ilivyokuwa mazingira jinsi yalivyo. Ni ngumu sana kupambana. Kwa bado lakini bado kimahesabu bado mpaka hizo mechi mbili moja mpaka zifike kama 10 hivi bado ni kuupe, lakini ubovu wa ligi yetu ni kwamba mechi 5 za mwanzo zinakupa picha kwamba unaenda wapi. Utacheza playoff au utashuka da. 5 zinaanza kukupa picha. Basi tusubiri tuone mechi 5 alafu tutaangalia Prison, Fountain Gate bado wapo katika playoff mwaka huu. Mimi binafsi niko optimistic sana na Fountain kwamba watafufuka. Fountain. Unajua kwanza mimi wananifurahisha namna ambavyo wanacheza. Wanafunga goli 3. Yes, unaweza ukafungwa goli 3 lakini umefungwa na nani na katika mazingira gani? Yaani ukiangalia magoli ambayo Fountain wanafungwa sio magoli ambayo tunasema kwamba tunasema ni makosa ya kitimu as general. Yaani ni makosa individual. Kwa hiyo maana yake ni nini? Yaani makosa mtu mmoja mmoja. Maana yake ni nini? Inawezekana kuna quality fulani wanaikosa ambayo labda inategemea inatokana na wale wachezaji ambao wanawakosa. Lakini kitu kingine hadi tunakwenda kwenye dirisha dogo ambao Fountain anapata nafasi ya kuingiza nyota wake. Hakuna mechi nyingi. Yaani kutoka hapa kwenda mpaka ukute dirisha dogo. Yaani kuna almost mechi 4, yaani kuanzia yani kwa timu kama Fountain ana mechi kama sio 4 ni 5. Kwa hiyo ina maana kama kati ya hizi mechi za katikati hapa angalau akaokota hata pointi 7, akajipambania akaokota hata pointi 7 au hata 6. Inawezekana baada ya dirisha dogo wakaja kitofauti kabisa, kwa sababu ukiangalia kutakuwa na mapumziko makubwa sana katika baada ya kuanzia Disemba 15 kwenye dirisha dogo linapofunguliwa, kwa sababu kutakuwa na mashindano ya AFCON. Kwa hiyo ina maana pale wanakuwa na muda kwanza kujireorganize na kujishape, na tayari na hayo maingizo mapya ambao wanayo, ambao mimi naamini tayari hapo kwenye timu na wana train pamoja. But yani kicho changamoto ni kwamba hawatumiki tu kwenye ligi. Kwa hiyo wanaweza wakatu surprise katika mechi zilizobakia. Kwa sababu kama wanakwenda mpaka dirisha dogo labda mchezo mechi 5 au 6, maana yake watakuwa na almost mechi 20 kitu ambazo kwa namna ligi yetu ilivyo, unajua hakunaga utofauti mkubwa sana wa point mpaka unakwenda mechi ya 15 au 16 mzunguko, yani kwenye mzunguko wa 15 16. Yaani kama hapo sasa tutongana na Chazi kama ni hivyo kweli. Kama mechi zitachezwa chache mpaka kufikia dirisha dogo, wachezaji wafanyaje wale ambao
hawajakamilisha bado usajili wao, mpaka utakapokamilika kwenye dirisha dogo waikute kwamba timu labda haijacheza mechi nyingi katika ligi. Hapo sasa tutakapoona yao. Lakini kwamba useme kwa maana timu icheze mechi 10 au mpaka mechi 8, mechi 9, alafu kwa wachezaji ambao ni wale wanaotumia katika mechi zote, sidhani kama wachezaji wanaweza kusurvive. Kwa hiyo lazima tu watakuwa watachoka, wachezaji watakuwa na fatiki. Kwa hiyo ni lazima timu lazima timu itapotea tu. Lakini kwa maana kama ikicheza mechi chache, dirisha dogo linakaribia kupisha labda mapumziko, nafikiri kama mashindano ya kimataifa labda kidogo huenda kastabu. Lakini kama useme kwamba timu endelee kucheza mpaka mechi 10 ifikishe, naamini kabisa mechi kama ukisema Nkini, mechi 5 za mwanzo za ligi ndio zinafanyaje, zinaitengeneza, zinaishape timu katika msimamo wa ligi. Lakini kwa maana kwamba timu kama ikipoteza mechi 5 mfululizo mpaka mechi 6, sidhani kama timu inaweza kurudi, inaweza karudi yani kivile ama tukaipa nafasi kubwa sana kile kupambania. Lakini kwa maana ya kama Prison, nafikiri ni timu ambayo kwamba inaonekana jinsi inavyocheza, na mimi timu ambayo nilikuwa naitarajia yani ingefanya usajili mkubwa sana. Nikiangalia usajili ambao wamefanya baadhi ya timu, kiangalia kama Anipamba, hata Fountain Gate of course, wachezaji ambao wamesajili ambao wametumika mechi ya juzi, ukiweka ukakompare na Prison ambao wao wana usajili umekamilika, ni tofauti kabisa. Okay. Ni sahihi, lakini mimi kwa Fountain naomba mimi shilingi yangu kwanza niweke mfukoni. Bado yani mimi Fountain siwashiki. Unajua Fountain tatizo au matatizo yanajirudia. Yani sio huu ni msimu wa ngapi, ni wa pili. Nafikiri kwanza mpanda daraja ni msimu wa pili, yanatokea matatizo ya usajili. Yani kwa hiyo mimi shilingi yangu naomba niweke kwanza. Nitawaangalia tena kwenye mechi yao na wachana na Mtibwa, ni leo au kesho. Kati ya leo au kesho wanacheza na Mtibwa. Nafikiri nitawaangalia tena hapo. Hata hapo waliposema Charles kwenye mechi mpaka dirisha dogo wao walipata pointi 7. Ina maana kama wana mechi 3, yani wasipoteze pointi kwenye hizi ambazo zimebaki sasa hivi. Kitu ambacho ni kigumu sana. Ndio nasema yani itabidi, kwa sababu wachezaji walionao wanacheza mfululizo, alafu hakuna wa kubadilishana, yani hakuna rotation, ni wale wale wanaocheza dakika zote. Sababu mchezaji na Simba wanasabu watu wawili tu, goalkeeper na mchezaji mmoja, na huyo mmoja ndo akaingia wakawa wameshamaliza kazi kabisa. Okay. Sasa wachezaji wale mimi naamini kabisa nao watakuwa wanachoka kwa sababu wanatumia energy kubwa sana uwanjani. Okay. Kwa katika weekend ya moto unaona kuna makala ambazo zipo. Kuna makala ya ndani yake ni makala story ambapo imezungumzia timu nyingi sana katika hii na pia kuna kwa utatu huu Simba ilistahili ushindi mnono katika gazeti hilo la Mwana Sports. Nataka niulize swali. Muangalie mwandishi nani? So nasi ni column Charity na Elia Solomon. Nataka kuibua kitu hapa. Karibu. Nikaribie. Katika makala hii ya weekend ya moto ambayo kwa kiwango kikubwa kuna picha ya Yanga, alafu nataka kufahamu hivi, katika nafasi yake ile ameanza vizuri Shabalala. Nataka maoni, bado swali langu linaendelea. Mohamed Hussein Shabalala katika nafasi yake ile amekop, nisitumie hivyo, mtafafanua baadaye. Alafu katika swali langu jingine la makala hii ya kwa utatu huu Simba ilistahili ushindi mnono, nataka kufahamu Soa amekop. Tuanze na Moland. Huku Shabalala amekop, huku Soa amekop. Mimi kwa Shabalala naweza kusema kwamba amekop kwa aina ya uchezaji ambao unacheza Yanga. Sasa mmoja kwa nikaenda kwamba amekop kwa maana ya kushambulia na vile ndani ya kulinda. Maana kwa kulinda nafikiri anafanya kazi yake vizuri, amedefense vizuri na hata kwenye kushambulia amefanya kazi yake vizuri. Tunaona mechi yake ya kwanza ameassist. Kwa hiyo tunaona kwamba ni jinsi gani mchezaji amekop ndani ya kipindi kifupi. Of course sina tatizo naye kwenye hilo. Na hata Soa nafikiri naye nimemwona naye ameanza naye kukop bado, lakini ameanza kukop, lakini sasa baadhi ya vitu kidogo atakaye vipunguze kwa maana ya hasira ama jazba. Kwa maana kwamba akinyima pasi basi anakuwa nakasirika, anataka kila mpira kwenda upite kule mbele apasiwe kwenye kufunga. Na pia akipunguza hizo jazba, akitulia vizuri atakopi zaidi ambavyo alipofikia sasa hivi. Kwa maana kukopi sina tatizo naye lolote, amefanya vizuri, amecheza vizuri mpaka mechi ambazo amecheza mpaka sasa mechi ya kirafiki ambazo amecheza, na hata kwenye mechi ambayo ya ligi ameanza amecheza juzi amecheza vizuri. Kwa hiyo sina tatizo nalo. Kwa hiyo hilo naweza kusema bwana Philip. Judy. Kwa upande wa Shabalala pale alimkuta Boka, lakini ukiangalia kiwango cha Boka na Shabalala unaona havina tofauti sana. Na hata kwa mechi ya juzi dhidi ya Pamba
kwangu mimi niliona alicheza vizuri sana na alimaliza dakika zote 90. Boka alikuwa sabu lakini hakuingia kabisa. Kwa hiyo hata hiyo unaona kocha sasa hivi wa Yanga ana relax kwamba anaweza akaanza na yoyote, inategemea na yeye mwenyewe anataka nini katika mchezo husika. Kwa Soa kwangu mimi kwenye ligi ameanza vizuri kwa sababu ameanza kama tulivyomzoea, kila mechi ya kufunga ameanza, lakini nafikiri bado tunahitaji kumpa muda ni tuone muendelezo wake. Abe Unajua Shabalala sio mechi ya kwanza juzi na Pamba anacheza. Amecheza mechi nyingi. Katika hizi mechi ambazo Yanga amecheza za mashindano nadhani zote ameshacheza. Zile mbili za kwanza ameingia kutokea benchi na juzi akaanza. Kwa hiyo tayari ina maana ukiangalia kama tayari ameshaendana na rhythm ya timu. Soa ni mechi yake ya kwanza juzi anacheza. Mimi sina, yani naona Soa ni mchezaji ambaye anaonesha kitu. Lakini changamoto kubwa ni kwa namna gani Simba ambavyo wanatengeneza huduma kwa Soa. Ukiangalia kwa mfano kama mchezo wa juzi kipindi cha kwanza, Soa anaonekana kabisa ana struggle kwa maana ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza nyuma yake walikuwa na changamoto katika kumchezesha. Lakini hii nayo pia sidhani kwamba imetokea kwa bahati mbaya, kwa sababu ukiangalia Soa hivi karibuni alipata majeraha. Hakuwa mchezoni, hakucheza hata zile mechi ya nini ya kwanza ya mashindano, hata ile mechi na Yanga. Kwa hiyo kuna muda kidogo anahitaji kwa maana ya kutengeneza ile pattern kati yake na wachezaji ambao wanacheza nyuma yake ili wasimuisolate sana, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Simba alicheza kipindi cha pili baada ya mabadiliko ambayo aliyafanya, unaona kabisa kama ile ndio timu ambayo Soa inaweza kumaccommodate, yani wale ambao waliingia kipindi cha pili kulinganisha na wale walioanza kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni kwamba kwa namna ambavyo Simba ile setup yao walivyoifanya ile mwanzoni ya timu, kwa maana nyuma yake kuna Shazawa Kibu pamoja na Mpanzu, naona kama ali struggle fulani, lakini timu ambayo ilivyoingia, yani mabadiliko ambayo waliyafanya kipindi cha pili, kama walitengeneza huduma, walikuwa wanatengeneza huduma nzuri sana kwa Jonathan Soa. Kwa hiyo nadhani anaingia taratibu, lakini bado hajakopa kwa kiwango kikubwa. Na mimi mimi Shabalala sina doubt. Ameprove vizuri, na ingawa mimi ninachokiamini ni yani mashabiki lazima wakubali kwa jinsi anavyocheza Boka, jinsi anavyocheza Shabalala, lazima kutokao na rotation kwenye ile nafasi yao. Yani kama wote watakuwa wako fit. Yani lazima mashabiki wakubali kwamba kuna siku atacheza huyu, kuna siku atacheza mwingine. Kwa jinsi ambavyo wanacheza. Hawana tofauti kubwa sana. Yani ni jinsi ya mchezo kwamba kuna mashabiki kutokubali. Sijaona. Lakini naamini baadaye kutakuwa kuna maneno mengi. Ndio maana nasema kwamba hawana tofauti kubwa sana jinsi wanavyocheza. Kwa Soa kinachomkosti ni kwamba ni aina ya jinsi Simba walivyoitengeneza timu yao. Msimu uliopita unajua alikuwa au ndo alikuwa mfungaji. Na mabao yake mengi ukiangalia alikuwa anaweza kufunga mabao ya aina tofauti tofauti, itokee penalty, itokee foul, itokee nini. Lakini ukawa kuna Mkwala pia naye ni mfungaji. Alafu kwa kuna Ateba naye ni mfungaji. Sasa kile hao alowataja ya Chazi, kila mmoja unamuona Simba anatamani kufunga. Yani timu hawajaitengeneza ya kwamba jamani tumpe huyo. Hata ukiangalia goli alilofunga, yani sio goli ambalo bwana alitengenezewa bado tunakutengenezea ufunge. Mpira ulitokea tena akatumia uwezo wake akascore. Kwa hiyo kama timu itacheza vile ilivyocheza mwanzo, yeye anaweza akapata shida, lakini kwa sababu ni mchezaji ambao ana uwezo wa kuondoka na mabeki, ana uwezo bado wa kufunga. Lakini kama timu itatengenezwa kwamba jamani tuna striker ambao anatakiwa wafunge, ana uwezo wa kupata goli 19 au 20 kwa msimu. Okay, haya. Unajua hata ile goli alilofunga juzi. Yani ndio alionyesha klasi ya Soa. Yani wakati ule mpira unatoka pembeni, wewe mtazame vizuri Soa. Aliwadanganya mabeki kwamba anaenda. Alafu kwa mpira dema tu pale kaukuta. Na hata ukiangalia angekuwa striker mwingine afunge, kwa sababu ile first touch ya kwanza ilishakataa. Ile first touch ilikataa. Lakini kwa sababu ya uwezo wake na alikuwa anaamini kitu anachokifanya ndio maana akasa. Ulimgonga kwenye ugoko, unajua. Ulimgonga kwenye ugoko tap, touch yake akasema nikiwacho utaona mbali zaidi. Pale akapiga mguu wa kushoto shoot.
kocha, kuna neno umelikosa pale, kudemadema. Aso neno la kikocha. Ama kuzagazaga. Yaani kuzagazaga. Watu hawajakuelewa pale, kudemadema ama kuzagazaga. Yaani mpira umekaa tu pale, yani Kiswahili cha uwanjani hicho. Cha uwanjani. Yani kudemadema huko mtani kwenye soka. Ipo sana hiyo kudemadema. Mimi nilikuwa na swali langu kwako. Yaani wewe umewataja hao wawili. Mimi nataka wewe, kuna wengine. Mimi nataka unipe mchezaji wako bora ambao umemwona mpaka sasa hivi kwa timu gani? Mimi sikupangii timu. Awe hata ametokea Dodoma, atokee wapi. Nataka uniambie mpaka sasa hivi kwenye usajili, bwana, mimi naona huyu yani utayari usajili mzuri. Mligwa. Ni Mligo. Chazi. Ni mwanzo, lakini una uwezo. Yaani bado kuna ambao umeshaona ukasema yule bwana, yule mtu akitulia yule mwanaume. Dumbia. Ni Mligo. Kama mtaka kuingia kwenye ndoto zangu ndo tujue. Mimi naungana na Charles. Dumbia. Yaani juzi ni wa kwangu. Dero. Ro. Mimi juzi nimeshangaa kwa nini hajacheza mchezaji wangu. Nani? Mligo. Umeanza. Tumekubaliana kwa ni mapema. Mimi binafsi. Tumekubaliana ni mapema, sasa tusubiri. Mimi hapa binafsi. Tulimsifia kipindi kilichopita. Uongo na Abel. Unamaanisha kipindi kilichopita tulimsifia vizuri kabisa. Kwa hiyo kucheza na tulisema kabisa amekava ile sehemu, ameikava vizuri kabisa ile. Wapo wawili pale sasa. Sawa, lakini wewe hujamuona akicheza? Wewe unazungumzia mechi ya ligi au ile nyingine? Mbona anapokuwa yoyote ile tumezungumzia hapa, si kwa mfano Shabalala amecheza mechi nyingi hapa. Mimi nimeona hiyo mechi niliyomuona mimi ndio hiyo unatamani acheze. Kwa mimi mchezaji wangu labda walimuhifadhi kwa sababu ya mechi ya kimataifa na labda tutasubiri kesho, si wanacheza kesho tena, asipocheza ndio inabidi uwe na maswali. Mbona kama Abel hataki jamani, ni muda wa pongezi. Na kila laheri. Naona hapa Tanzanite Queens, hesabu nyepesi Angola. Ni mara baada, bila shaka kichwa cha Balichi kimekuja baada ya kushinda goli 4 hapa nyumbani. Na leo wanacheza mechi ya kuhitimisha. Sio kuhitimisha. Wanacheza mechi ya pili. Sio wanahitimisha. Kwani kushinda 4 ndio kuvuka? Goli 4. Unajua kwenye sisi ambao tunafanya calculation hamna kipindi cha kwanza ni goli 2. Sisi ambao tunafanya calculation hamna. Kwa umeshawavusha. Sasa siku nyingi. Hapa ina maana yake washinde 5 bila wale 4 penalty. Hata kama kwa 4 penalty, lakini kuona wale wapate goli 4. Ila kwa sisi makocha. Kwenye makocha. Kwa sisi makocha. Hiyo ni mentality ambayo haitakiwi kabisa kuwa nayo kwa wachezaji. Katika asilimia yani kitu ambacho hakiruhusiwi kabisa. Kama kuwaambia wachezaji wetu wameshafanya kazi nyumbani. Hii mechi bwana, wale hawezi kutufunga 5 bila. Yaani wachezaji watakuwa wa shape katika namna ambayo kama mechi inaanza upya. Na ndio maana hata Mwalimu Shime baada ya mechi ya kwanza, wakati wanajiandaa kwenda kule, alisema kwamba yeye anaamini dakika 20 za mwanzo ni dakika ambazo wanatakiwa wacheze kwa umakini mkubwa mno, kwa sababu zinaweza zikabadilisha chochote. Yaani kama Angola akipata goli 2 ndani ya dakika hizo, hata goli 1, inaweza ikatengeneza kitu cha tofauti, kikawapa morali na ali wale wachezaji. Kama Simba alivua goli 4 Zambia ugenini, ndio nataka kuja katika huo mfano. So inawezekana kwenye mpira asilimia 100, yani ni 0.11. Kocha wa Yanga jana amesema wale wanacheza na nani wale anasema wale hawana cha kupoteza. Sasa mechi za vile anakuambia ni mechi hatari sana, kwa sababu wale wanakuja mechi tunashambulia tu. Yaani wenyewe wanakuja kushambulia tu. Sasa anakuambia kufunga goli 1 dakika za mwanzo, pressure yote imerudi kwako. Sasa ndio kama hicho. Mzo kaenda dakika 45 za kwanza mshalala 2 bila.
Mkirudi kipindi cha pili mmejichanganya mbili nyingine. Mmeshachanganyikiwa nyewe. Kwa hiyo hizo sio, yani hizo ni mechi ambazo ni za kuogopa sana. Za kuogopa. Haya, nimepongeza kwa sababu mmekumbuka leo hii kwamba kuna timu ya taifa inacheza. Lakini pia nafikiri pongezi nyingine ni kwa Alphonse Simbo Yeah. Au? Simbo. Yeah. Yes. Alphonse Simbo. Ilikuwa Jumapili ile. Alphonse Simbo, alafu pongezi nyingine hata kama hayupo Mayele. Hat-trick. Au nya muone kama Ibrahim. ni pongezi. Sasa hivi anaitwa Ibrahim Mayele. Ibrahim Mayere. Anaitwa Ibrahim Yeah. Yes. Niliona ameenda kule Saudia. Ibrahim Mayele. Mara kwanza Fiston. Fiston Mayele alikuwa. Haya, hiyo ni Simbo na Fina kuna makala yake kwenye Mwanasport. ya Mayele nimeiona, kuna makala ya Mayele nafikiri kwenye gazeti la Mwanasport ambayo pia mtaweza kumfuatilia. Mayele wa miaka 5 nimeona. Mayele katika kipindi cha miaka 5, mafanikio makubwa sana. Na uwezi kudumu katika timu za kama Misri na Morocco kama hauna performance, kama una kiwango cha hali ya juu kama cha Mayele, cha mwendelezo kama Mayele. Kaskazini kiujumla tu. Kaskazini kiujumla tu. Haya. Katika gazeti la Zanzibar leo, KMKM yatinga hatua ya pili kombe la shirikisho. Tuwapigie makofi Afrika. Wapongeze KMKM. Sana. Timu ya kwanza hiyo. Timu ya kwanza imetinga katika hatua hii. Haya, hatima Bares na Mlandege kujulikana leo. Kama alivyosema nani Charles umesema hatujaizungumzia Yanga. Hujazungumzia Yanga kwamba inacheza leo. Yanga inacheza leo. Hujasema. Na zile mechi zako ulikuwa unahitaji. No, ile sasa ile sana umekuja sasa. Yanga Williet. Alafu mechi ambazo zitaonekana katika ngamuzi leo hii za CAF. Yanga Williet, alafu Nairobi City na NEC, alafu Singida na Rayo, ambao mechi yao ni saa 1 hiyo. Hizo ni hizo za hapa. Hizo za hapo karibu. Umeona? Lakini kuna mechi nyingi ambazo zipo zinachezwa katika mataifa. Ila kuna mechi moja dume sana. Kuna mechi moja dume sana inapigwa South. FNB kwenye ligi. No. Kwenye CAF Confederation. Kaizer na Kabskop ya Angola. Yule Kaizer si alifungwa moja. Mechi ya kwanza alifungwa 1-0 kule Angola. Hawana kocha. Hawana kocha. Hawana kocha mkuu. Hawana kocha mkuu. Yaani kocha Nabi alibaki Sauzi akwenda tu kule au nimesikia sijui Nabi sijui nini nimesikia. Nabi yuko nje ya timu. Nabi Kaizer anasema yani leseni ambayo ya kwake yani vitu vyake ana uwezo, yani kikanuni hawezi kufundisha kombe hiyo, yani mashindano ya Afrika. Lakini chama cha soka Ubelgiji juzi kimetoa statement kwamba Nabi ni kocha ambaye anakizi vigezo. Na kwa mujibu hata wa makocha wengi sana wa Afrika wameonekana wakimtetea. Yaani wanamtetea. Yaani kwa hiyo naye wanasema sisi tumesema. Yaani kwamba Kaizer anaonekana Kaizer kwa sababu ya kufukuza wakakosa. Kwani wakati yuko Yanga si timu ya taifa alikaa benchi. Yaani wale Kaizer alikaa benchi. Inaonekana kama walikuwa wanatafuta sababu ya kumfukuza. Afu akawa hawana. Kwa hiyo wakaamua kutumia vigezo vya vyeti. Ambapo vigezo vya vyeti pia navyo wameshindwa, wamefeli. Sasa vigezo vyenyewe mwisho siku inaonekana kama vile. Sababu Nabi yuko Afrika Kusini nje ya timu, lakini nje ya timu. Nje ya timu. Hapa kuna timu. Sasa hizo kaondoka kule, yule bado ana mkataba na ile. Utondokeje sasa pale? Na Kaizer. Lakini sasa mwisho siku hizo sound zinazotumika ni za kimiosho. Hiyo kwa sababu gani? Wewe mtu ameshafundisha baadhi ya timu huko. Sawa, na kuficha katika level kubwa tu. Alafu leo hii tamu mwisho siku na kusema kwamba mtu ajikizi vigezo wakati ameshaka benchi katika misimu kadhaa nyuma iliyopita. Unaweza kuelewa kweli. Kwa mwisho siku Kaizer ametumia tu njia za kufanyaje? Za kumuondoa katika timu. Kama straight tu moja kwa moja watafute timu. Labda kama kuna swala malipo. Zinamhitaji. Kumhitaji sio issue. Issue hiyo kwamba labda malipo, kuvunja mkataba.
leo ndo siku ya mwisho ya kocha Morocco. Kesho alipewa mechi moja. Mechi moja tu. Kwa mujibu wa statement ya Simba ni mechi moja. Sasa kwenye kutikavu. Kwamba kutikavu anaingia. Lakini sitategemea kama muendelezo. Ina maana kama akafanya vizuri statement ya Simba inasema kwenye mechi moja hiyo ijayo dhidi ya Gaborone. Kwani wanashindwa kuisema statement ya pili kwamba anaendelea? Ikija saa ya pili wataisema kama ipo itasema, lakini wenyewe walisema na ndio maana hata kuna mashabiki wanauza bora kwenye mechi ya ligi ya kuepo. Haikuwa mechi yake, alikuwa jukwani. Alikuwa zake jukwani anaangalia mechi, ilikuwa hivyo. Anashauriana na Matola. Kwa akishamaliza ile pale, yeye Jumapili kesho akishamaliza mkataba wake wa kwanza na Simba unakuwa umemalizika. Kwa kama wataingia mwingine. Waingie. Sasa akionyesha anaweza akaonyesha kitu cha tofauti afu akaingia mkataba mwingine. Hapo bana. Tunaona? Lakini sasa nikuulize swali moja kwanza nikuulize swali moja. Unapoona wewe Morocco si anafaa tu kabisa. Anafaa tu. Morocco kocha timu ya taifa. Hasa kwenye mechi amefikisha Tanzania robo finali ya CHAN juzi tu. Ameipeleka AFCON ya Morocco mwezi Disemba. Anastahili. Uzoefu wake kwenye mechi. Anataka hiyo nafasi. Kwa sababu ni mwajiliwa wa Taifa Stars, kumbukeni. Ataweza kufanya huku na huku. Sasa inategemea kwa kaka. Sasa zinategemea tena. Sasa mimi siweza tueleze kitu sawa. Sasa kama yeye mwisho siku amepewa ofa nzuri na Simba, sasa si anabwaga Taifa Stars. Yaani kwa wenyewe mko tayari Morocco ambao amefanya vizuri, kuna makocha wengi. Mko tayari Morocco ambao wamefanya vizuri wa Taifa Stars. Abwage Taifa Stars afu aende Simba. Sasa nkini sasa si unaangalia si maslahi. Ila maslahi ya taifa uyaangalie. Abwage timu ya taifa. Sasa Morandi wewe unaangalia maslahi ya mwe. Unakwenda kwenye AFCON sasa hivi. Simba utapata tu kocha mwingine. Sasa unajua Chelsea anakuwa anakuisoma mpaka msiangalie maslahi. Wewe umesema maslahi, ndio anauliza wewe maslahi ya taifa wewe uangalie. Na mimi point yako moja kwamba maana wewe unataka kuweka katika kona. Ngoja kwa. Hoja ya Morandi kazungumzia maslahi. Si ndio? Ndio namuuliza na yeye. Maslahi ya taifa wewe uangalie. Unajua kuna kitu ambacho akieleweki. Sawa, ni hivi Philip, tufanye hata wewe tu kweli kabisa. Kama TFF maana watanunguzia mimi nini? Mshahara mzuri, ofa nzuri. Tutaendelea kubakia, lakini mwisho siku naangalia mimi maisha yangu. Kwa kama Simba amenipa ofa nzuri mwisho siku, sidhani kaendelea kubakia. Bora niende kwa simu yenyewe maslahi ambao ni Simba niendelee. Mimi kwa ushauri wangu. Kwa ushauri wangu abaki timu ya taifa. Kama ambavyo amepewa mkataba wa mechi moja na akasema ya kwamba walompa ridhaa ya kwenda Simba ni TFF. Abaki kwenye mechi moja, atupeleke AFCON, si ndio? Yatakaweza kutokea huko mbele. Na sisi tujua kwamba tunaandaa AFCON 2027, si ndio? Yatakao tokea huko mbele yatokee, lakini AFCON hii hapa kwanza atupeleke. Alafu huko mwingine Simba wanasema mpaka sasa hivi hakuna kocha mzao aliyeomba. Basi. Hayupo. Hiyo ni kwa mujibu wa watu wa Simba. Hayupo. Kwa hiyo haya jamani, kabla kwenda kwa mufti. Kabla kwenda kwa mufti. Sasa lakini vipi? Ngoja kwanza kwa Ali Bakari. Kwa haraka kabla kwenda kwa Ali Bakari. Kocha wa namna gani Simba inamhitaji? Kocha wa makombe, si ndio? Nani? Simba. Kwa haraka sekunde. Simba inaacha kosi inahitaji kocha kama alivyokuwa Fadlu. Sekunde nani Charles? Kocha wa namna gani? Sipishani sana na Nkini, ila kocha aje mwenyewe au aje na msaidizi mmoja. Judith? Kocha ambaye atakuwa na malengo ya vikombe lakini pia kuendeleza kile alichokikuta. Morandi? Naungana na Judith, kocha mwenye malengo, kocha mwenye Twende kwa Ali Bakari. Ali Bakari, hapa mada ambayo nimekusafishia njia ni ya kocha wa namna gani anafaa kufundisha Simba. Najua kuna mashabiki wa Yanga. Nao waulize wanadhani kocha wa namna gani anastahili kufundisha Simba. Yes, asante sana Filipo Cyprian. Nimekupata vizuri kabisa. Sisi kwanza tumeamkia eneo la Mabibo mwisho. Kwa wenyeji wa Mabibo, ukitokea upande wa external unaweza kaona hii barabara inakwenda kule, inatokezea external. Ukija hapa, ukikunja hapa unakwenda moja kwa moja Mabibo sokoni. Sasa hapa pembeni hapa ndio kuna kijio cha magazeti na tupo pembezoni kabisa mwa barabara inayoenda mpaka Kigogo huko.
Hapa bwana kuna kijio hiki cha magazeti ambacho ndio kimewakusanya watu hapo, lakini sio tu kijio cha magazeti, kuna kijio pia cha kahawa. Kwa hivyo asubuhi watu huwa wanakuja hapa kupata kahawa, sio tu kahawa, lakini pia kuna maeneo ya kupata supu kidogo. Ukitaka kuchangamsha tumbo basi unapata hapo. Hayo yote yanapatikana eneo hili. Filipo Cyprian na jopo lako la wachambuzi, nimekusikia vyema ukiwauliza hapo wenzako ya kwamba ni kocha wa aina gani anapaswa kuwepo Simba ama kuja pale Simba Sports. Kila mmoja amejibu vile ambavyo yeye anatamani iwe hivyo ama mtazamo wake. Labda tuwasikie pia na mashabiki hapa, na umesema tuwaulize pia hata mashabiki wa Yanga ambao wanaweza wakatoa majibu mazuri na yakasaidia pia kwa maendeleo ya soka la Tanzania. Ila gazeti la michezo ambalo limebaki hapa ni moja tu, la Mwanaspoti, ambalo awali wakati unaanza Filipo ulilipitia ukisema ya kwamba weekend ya moto, Mfaransa apiga mkwara, ya saka rekodi, mashabiki Simba ni miongoni mwa habari ambazo zipo hapa. Picha zipo, kuna picha ya inaonyesha ni Yanga na baadhi ya wachezaji wa Yanga huku upande wa kulia, lakini huku upande wa tuseme kushoto mwa gazeti hili bila shaka hawa ni Singida Black Stars. Hii ni jezi ya Singida Black Stars ambao wote leo wapo uwanjani. Young Africans majira ya saa 11 watacheza. Hii ni kombe ligi ya mabingwa Afrika. Hawa Singida Black Stars ni kombe la shirikisho barani Afrika. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yapo, na ni kweli weekend ya moto kweli kweli. Lakini pia kuna dabi ya kule Hispania kule, Atletico Madrid na Real Madrid. Bonge la dabi hilo hapo. Kwa hivyo tuzungumze kwanza na soka letu kwanza la nyumbani hapa. Bwana huyu bwana wakati natambulisha yeye anatabasamu huko kubwa kweli kweli. Kwa hivyo bwana unaendeleaje? Naendelea vizuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Dominic James. Unafahamu kwamba Simba Sports kocha ameondoka pale Fadlu Davids, na sasa hivi timu imeshikwa na Suleiman Matola, lakini pia yupo Hemedi Suleiman maarufu tumezoea kumuita Morocco. Hawa kwa maana Morocco huyu ni kocha wa muda tu kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports kwa ajili ya mchezo wa kesho wa ligi ya mabingwa, lakini Simba inatafuta kocha. Unafikiri ni kocha wa aina gani, mwenye sifa zipi anatakiwa kuwepo pale Simba Sports? Kocha ambaye atakuja watafute kocha wenye viwango. Wenye viwango wabebezi, sio kutafuta kocha ambao hawana viwango. Tatizo ndo linapokuja hapo. Unaitwa nani ndugu yangu? Tukaeka hivyo. Naitwa Erasto Nyaruke. Wewe shabiki wa timu gani? Yanga. Young Africans ndio. Simba Sports kocha hayupo pale, Fadlu Davis ameondoka. Unafikiri kocha mwenye sifa za aina gani anatakiwa kuwepo pale Simba Sports? Kwanza kocha anatakiwa sifa zote za ufundishaji wa mpira, ili timu iweze kufanya vizuri. Sawa, shabiki wa Simba wapi? Kuna watu wanasema angalia Yanga. Ngoja. Yupo wapi shabiki wa Simba? Hebu sogea hapa, sogea kwanza. Bwana mambo vipi? Salama kabisa. Upo vizuri? Kwema kabisa. Tuambie ni kocha wa sifa gani anatakiwa kuwepo pale Simba Sports? Kwanza Simba kama walivyosema wenyewe kwamba wana mipango ya muda mrefu ya timu yao ili ifike kimataifa. Hii wewe shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Simba. Hii timu yao ni timu yenu. Hii haya mambo ya mipango ya Simba moto miaka 2-3 hawezi kufanya lolote, utaishia huko kufika makundi na kuisha. Wawape makocha wazawa, kama wana mipango goli ya muda mrefu wawape makocha wazawa, waamini timu itafika katika mafanikio. Wanawaleta wazungu wenyewe, wanatufikisha wapi? Wanapotufikisha ni kule ambapo kila siku tunafika. Unamtaka kocha mzawa? Apewe timu Matola au ampe Morocco hiyo timu, rudia tena, paza sauti hapo. Unataka kocha gani? Apewe mzawa, apewe Morocco, apewe Matola, wampe muda. Unaona, kwa sababu wazungu wanawaleta hawatufikishi popote. Wanafika kule ambapo wanapoishia kila siku. Ni swala hapo ni kuamini tu. Kama wenzetu wanaweza kuamini makocha wao ndani, kwa nini sisi tunashindwa kuamini? Tutafika mpaka finali kipindi kile mwaka 94 sio. Katufikisha 93 alikopo mzungu yule. Alikopo King Kibadeni. Kwa hiyo cha msingi zaidi ni kuamini tu makocha wazawa basi. Kuamini makocha wazawa na tuwape nafasi vile wachezaji wetu vijana huko ndani. Wachezaji wa ndani. Unaitwa nani vile? Mimi naitwa Mohamed. Wao wanaitwa Babu Mungu. Kuna mtu hapa alikuwa ana bwana mambo vipi? Safi. Upo vizuri? Niko vizuri. Ulikuwa unaipaza sauti hapa wakati anazungumza huyu bwana. Kama vile unaungana naye, ni kweli? Mimi siwezi kuungana naye wewe. Waungane naye wewe shabiki Simba Sports Club. Hebu twende, kocha wa aina gani awepo pale? Kocha wa aina gani? Kocha mwenye uwezo mkubwa. Sawa. Kama mtu aliyochukua klabu bingwa, sawa bana. Kocha ambaye anajua klabu bingwa. Sogea hapa. Bana mambo vipi? Poa vipi? Upo vizuri? Nipo vizuri. Wewe unaitwa nani? Naitwa Adam. Wewe ni shabiki wa Simba? Simba Sports Club mnyama. Hebu tuambie sifa za kocha ambaye unatamani awepo pale Simba Sports. Sifa ambayo natamani awepo pale Simba Sports.
kocha mzawa. Unataka mzawa? Yeah. Na sasa hivi pale kuna Suleiman Matola, lakini pia yupo Hemedi Suleiman Moroko. Unamuona pale. Unamtaka Moroko aendelee kubaki pale? Moroko pale kocha ni wa TFF, tunataka mzawa mwingine wa ndani. Unataka mwingine? Kama kile pale chini tutasaidia mechi moja tu pale ya kimataifa basi. Lakini natamani aendelee kubaki pale. Mimi sitamani kubaki. Unataka kocha wa aina gani sasa mzawa? Sawa hapa bwana. Yupi sasa? Wapo wengi hapa. Unataka kama Mgunda. Unamtaka Mgunda? Yeah. Hebu nyosha maneno sasa hapa. Unataka Mgunda pale. Unamtaka Mgunda? Au na Matola pale. Awe na Matola. Yeah, au Mgunda na Julio. Au Julio mjambo kule Julio. Julio awe kocha mkuu au msaidizi? Msaidizi pale. Awe na nani? Awe na Matola pale. Au Matola awe kocha mkuu? Pale Matola kocha mkuu pale nani Kiwelu pale msaidizi. Sawa sawa. Leo tunazungumza mustakabali wa mpira wa Tanzania. Sasa tunataka tujue, Simba unafahamu haina kocha pale, si ndio bwana? Unafikiri kocha mwenye sifa gani anastahili kuwa pale? Kwa uchache tu kidogo tukimbizane na muda. Kocha apatikana wa kigeni. Na huyo kocha kigeni aje na benchi lake lote la ufundi. Kwa nini aje na benchi lake la ufundi? Kwa sababu wao wanakuwa wanajuana. Gamondi alipokuja Yanga, alikuja na msaidizi wake. Ameenda Singida, amekwenda na msaidizi wake wewe. Ibenge kaenda Azam, kaja na benchi lake lote. Kwa hiyo kama Simba anataka kufanya mambo yao vizuri, benchi lote ilotoe, kocha anayekuja aje na benchi lake lote, ampe uhuru afanye kazi. Simba itafika mbali. Unaitwa nani? Joseph. Philip Cyprian, umemsikia Joseph hapa ambaye yeye anashauri ya kwamba aje kocha wa kigeni lakini aje na benchi lake la ufundi. Ni mawazo mchanganyiko kuhusiana na hali ilivyo Simba Sports pale ambako Hemedi Suleiman Moroko ni kocha wa muda, na sasa kocha wa aina gani awepo pale, bila shaka umewasikia. Nirejeshe matangazo kwako Philip Cyprian. Shukrani Ali Bakari, tumeunganisha maoni ya mashabiki na hapa studio tumeweza kudadafua. Asante sana kutokea hapo Mabibo, na sisi tuweze kuhitimisha mjadala huu ambao kocha. Kwa hiyo mpaka sasa hivi watu kuna baadhi wametamani kwamba kocha wazawa umeona waendelee kuwepo, lakini kwenye mchakato au katika mchakato yule kocha mzawa hawezi kuapply, anasubiri atakayeletwa ili waweze kuungana. Bila shaka inawezekana ikawa hivyo, yote ni majibu. Na wanakuwa waoga wakati mwingine. Wanakuwa waoga, unajua kwa nini? Rekodi zinawazuia. Yaani rekodi zinawazuia. Labda hapa hata tukiomba ni ngumu. Kwa sasa hivi nafikiri mashabiki wameona nao wanatamani ya kwamba waombe. Mimi natamani Ndaragije. Naendelea. Bana karudi na kocha wake. Karudi tena. Ndaragije. Aje na Sipo Kenya. Ulikuwa unasema Nabi yuko. Natamani Ndaragije awe miongoni mwa wanaoomba. Unajuaje kama ameomba? Ndio nataka natamani. Yaani nikisikia nitaenda kuwashawishi. Sasa manager si upeleke proposal. Nitaenda kuwashawishi. Pale yuko timu ya Kenya Police. Police Kenya ambayo inashiriki mashindano ya CAF Champions League na inacheza kesho. Kama au mfahamu kocha Ndaragije, unaweza ukamfuatilia katika mechi yake ya kesho akiwa amesimama na Kenya Police pale. Kwa hiyo waendelee kuapply, si ndio waendelee kuapply. Wewe si nani kocha? Leseni yangu iko chini sana bado. Leseni yangu mimi iko chini sana. Kwani leseni gani pale? Mimi nina D bwana. Inahitajika pale ni kumbe kuna vya hivyo tena? Yes. Babu umesema kocha hapa. Kwa yani kwa mfano Charles championship tuwafundishe. Yaani mimi sio championship, tumia hata ligi daraja la pili sifundishi. Yaani mimi ni msaidizi ligi daraja la pili. Msaidizi ligi daraja la pili. Kwa hiyo Abeli hata kama angekuwa hana ajabu angeangukia hapa, si ndio? Angeongeza tu. Kwa angeza kwa mchambuzi. Ila ajabu ninayo. Anasema ungekuwa angeangukia hapa mchambuzi wa make vigezo vinginevyo ni mchambuzi umesoma. Maki hatujamshuhudia Abela akicheza. Au umeshamwona akicheza football? Nishamuona winga teleza hatari. Nishamuona mimi uwanja huu pale.
Jamani, tumefika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo. Ni kutaarifu tu kwamba leo kuna bandika bandua katika channel yako ya Azam, channel zako zote za Azam, uweze kushuhudia michezo mbalimbali. Iko mingi sana leo tarehe 27 na tarehe 28 kesho. Hii ni kwa sababu tu kuna michezo ya kimataifa, ligi nyingi sana zimekwisha anza, ndio tumeanza, damu inachemka, michezo miwili, michezo mitatu, mitano katika kila maeneo. Watu wanataka kufunga mahesabu mapema kabisa kwa kuweza kuhitimisha ligi kwa msimu huu. Ni weekend ya moto, kwa hiyo usibanduke katika runinga yako. Unajua utapata kawa yako baadaye, alafu utakuwa unahitimisha. Kwa sasa tuna mengi, tukutakie utazamaji mzuri kabisa unaendelea kufikia katika runinga yako. Kwa sasa tuna mengi, siku njema.